Hello wana wa Afrika, chionda wa chionda, Ubuntu Bantu, Afrika ni watu sio manyani. Ndugu wana wa Afrika, tunakwenda kuangalia mkutano wanaita G20. Mkutano uliofanyika Johannesburg, Afrika ya Kusini. Ukipokelewa akiwa mwenyeji Cyril Ramaphosa, kiongozi wa ANC, ambaye ndiye rais wa serikali inayotawala Afrika Kusini. Mkutano huu ni mkutano wa kawaida wa jumuiya ya G20, mataifa yanayoendelea kiviwanda duniani. Haya wanaita mataifa ya dunia ya pili. Wale wa dunia ya kwanza wanaingia kwenye mkutano huu kama wasikilizaji, wawasaidie watu wa dunia ya pili. Na hii ndio mipango yao walioipanga, kwamba kila mmoja amepangiwa ngazi zao, ila wao wamejiweka katika top of the pyramid. Wanasema wao ndio all seeing eyes, wao ndio waonao yote, wao ndio wapangaji wa maisha mengine. Mkutano ukapangwa kufanyika Afrika Kusini. Kama unavyojua, Donald Trump na Elon Musk, mtoto wa wakimbizi kutoka Canada, akizaliwa Afrika Kusini, akiishi maisha yake akiwa na pasipoti za mataifa 6. Kwa hiyo huyu ni agent, logo agent, ambaye kazi yake ni kufanya annihilation kwa vizazi hivi. Donald Trump amesema hawezi kuhudhuria mkutano wa G20 Afrika kama unafanyika Afrika Kusini, kwa sababu Cyril Ramaphosa anakiuka haki za binadamu, hususani za wazungu wachache Boaz wanaoishi Afrika Kusini, ya kwamba wananyanyaswa na wanafanyiwa mauaji ya kimbari. Haya ndio maneno ya Donald Trump, anayejiita rais wa ulimwengu, mfalme wa dunia na mtawala wa kibabe. Lakini Donald Trump alifanya hivi makusudi, alijua kwamba watu wote watamsikiliza wale wa upande wake, kwa hiyo nao watasusa, hawatoenda kwenye G20. Ukiangalia zaidi G20 mkutano unafanyika Afrika Kusini, ambazo Cyril Ramaphosa ni mwanachama, au Afrika Kusini ni mwanachama wa BRICS. BRICS ni umoja ambao unaojiondoa taratibu katika jumuiya zilizotengenezwa na mfumo wa kimagharibi. Umoja huu ushafikia nchi zaidi ya 32, ambazo mataifa haya yote 32 yaliyojiunga na BRICS yanaonekana wazi ni wapinzani wa dola ya Marekani na nguvu zake. Kwa hiyo Donald Trump anachokataa kwenda Afrika ya Kusini kwenye mkutano wa G20 ni kisokorokwinyo, roho mbaya, chuki na dharau. Ila ulimwengu hauko upande wake. Yeye hajatengeneza huu ulimwengu, na yeye ni mtu dhaifu katika watu dhaifu duniani. Dhaifu wote chini ya jua anapenda kutumia nguvu zake na kibali alichopewa, kama vile kutumia kitambulisho ulichokuwa nacho na kujionyesha mimi ni fulani, access yako ya kuingia sehemu fulani, access ya kupeleka mawasiliano yako na fikra zako kwa umma. Kwa hiyo unatumia advantage hii kwa control wengine dhaifu wasiokuwa na uwezo wa kuuliza maswali. Na hii ndio nguvu anayoitumia Trump akiwa agent wa dark power. The darkness power, wanaita the shadow government, ambao ndio wanaomdirect Trump wafanye nini, pamoja na marobist wa IPAC na wale wanaoitwa kamati ya watu 300, the 300 committee, Bilderberg Group, CFR, wanaita Center for Generation, ndio wanaongoza dunia kupitia kidole nyuma ya kioo. Hawa ndio wanaitwa the shadow government. Kwa hiyo walitaka kumletea, wanaita shame to the high place, aibu kwa nafasi ya juu, ili kumtukana bwana Cyril Ramaphosa kwa misimamo yake ya kuwatetea watu weusi. Alimwambia Trump hakuna mauaji ya halaiki Afrika Kusini. Na ni kweli mauaji ya halaiki tuyaongelea watu weusi yanofanyika Afrika Kusini na maboazi, ambao hivi sasa wanasema wanataka mji wa Pretoria uwe chini yao. Waafrika waende maeneo mengine, Pretoria iwe chini ya white minority domination. Na hii tunaita nchi ndani ya nchi, utawala ndani ya utawala, amri juu ya amri.
Niliwaambia siku moja, nia ya hawa white people kaka zoe. Sasa tuwaongelee Boaz wakishirikiana na Boaz mwenzao ambaye ni Donald Trump. Donald Trump kama ametokea Ujerumani, yeye ni Boaz. Wajerumani na Waholanzi ndio maboazi wanaoishi leo Afrika ya Kusini, kwa sababu Mholanzi na Mjerumani huwezi kuwatofautisha. Lugha wanasikilizana, matendo yao, maumbile yao, akili zao na fikra zao, wote ni racist wakubwa katika ulimwengu. Kwa hiyo Donald Trump kama vile amri zake anazotoa kwamba Amerika hahitaji migranti, wakati yeye mwenyewe Trump ni migranti, mkewe ni migranti, yeye mwenyewe ni illegal katika United States of America, lakini yeye amejigea uhalali. Wengine amewaita wahamiaji haramu, akiwakamata kwa bakola na mitutu, kuwatishia jela na maisha magumu, kuwafanyia deportation, kuwarudisha walikotoka, wakati watu wako katika ardhi ile kwa miaka mingi, na yeye arudi kwao Germany, mkewe arudi Urusi. Huyu ndio Trump anaojifanya kumfanyia jeuri na kumdharau Cyril Ramaphosa. G20 mkutano ukaisha salama, maazimio yakafikiwa, wenye njaa wakabegi kwa matajiri watu weusi wawasaidie wapate dhahabu kama akina Macron. Njaa zinaendelea kuwatafuna. Dunia bila Afrika hakuna dunia. Afrika ndiyo mtawala wa ulimwengu. Resource, many power, water, everything we own. Tunamiliki. Otepu, wana wa Afrika, chionda wa chionda. Ubuntu Bantu, Amenera.